Pia tunawategemea wageni wetu tunaokuwa nao hapa studio kwa ajili ya kujadili nao juu ya hizi safari, na mgeni tunayemtegemea siku ya leo David si mwingine bali ni Dr. Saldin Kimangale, mwana saikolojia. Ya, karibu sana. Asante sana. Tumefurahi kuwa na wewe. Waswahili wanasema tumekuhamu, tumekumiss. Kitambo sana. Kwa kweli na mimi nimefurahi kuungana na nyinyi tena. Asante sana na karibu sana. Asante sana. Lakini yule tunayemtegemea kutupa safari yake siku ya leo si mwingine bali ni Ikupa Mwangombola, ambaye ni mwanamama anayetushirikisha safari yake. Huyu ni afisa ustawi wa jamii pamoja na mfanyabiashara. Kwa nini Angela amekutana naye siku hii ya leo? Ana kitu gani kilicho ndani ya safari ya maisha yake tunachoweza kujifunza? Tupate nafasi sasa ya kumsikiliza hapa mwenzetu Angela Monde ambaye amemtembelea. Karibu sana Angela. Kitaaluma ni afisa ustawi wa jamii. Aidha ni mfanyabiashara wa mavazi ya kike. Naitwa Ikupa Hezekia Mwangombola. Akiwa ni mama wa watoto watatu, imekuwa ni sababu kuu ya dada Ikupa kupenda zaidi kuelimisha jamii kuhusu malezi bora na kupinga ukatili dhidi ya watoto. Lakini mbali na hapo, kupitia taaluma yangu nimekuwa naelimisha jamii hasa mashuleni, ambapo ndo nimekuwa nikifanya activities zangu kwa kujitolea kufundisha watoto mashuleni, sekondari na shule za msingi kwa habari ya mambo ya mbalimbali kama ukatili kwa watoto, lakini afya ya akili na namna mtoto anaweza kukua katika kujitunza, kujipenda, hivyo ili kufikia ndoto zake. Ni vitu ambavyo nimekuwa nikivifanya kama afisa ustawi wa jamii. Nilivutiwa na maeneo yao kutokana na mimi nalea watoto. Yes, nalea watoto na nimekuwa nikiacounta changamoto mbalimbali ambazo watoto wangu wanakutana nazo. Na hii kitu ikanigusa sana kwamba lazima niongee na watoto. Inawezekana kwa sababu pia wazazi wengi sasa hivi wako busy, niseme ukweli. Wako busy, lakini watoto wetu wanatuhitaji sana waelimishwe, wafunguliwe ufahamu kuhusiana na mambo mbalimbali ambayo yanaweza yakafanya yakawadhuru wao wenyewe ili kushindwa wao kufikia ndoto zao. Kwa ndio maana nikaona nizungumze na watoto kwa sababu ndio taifa lijalo, ndio watu ambao wanapitia ni taifa ambalo linapitia changamoto sana hasa kwenye swala zima la makuzi, ukuaji wao. Ndio maana nikaamua kujitolea mwenyewe, nafika mashuleni, nazungumza na walimu, nawapa idea yangu. Actually shule nyingi ambazo nimeenda wameniaccept, na nimewafundisha watoto, na nimekutana na watoto ambao tayari wameshaanza kufanywa ukatili, wana changamoto mbalimbali, na nimekuwa nikiripoti hizo changamoto mbalimbali wanazokutana nazo kwa maafisa ustawi wa jamii kwenye manispaa ya Ubungo. Nimeolewa na mume na nina watoto watatu. Lakini kumekuwa na changamoto kidogo kwa watoto wangu ambazo wamekutana nazo kiafya. Kwa sababu mtoto wangu wa kwanza mimi alipata changamoto ya autism, au kwa lugha ya Kiswahili wanatumia usonji. Yes. Amekutana nayo hiyo, kwa hiyo imekuwa ni changamoto kubwa sana katika ukuaji wake. Amekuwa ni mtoto ambaye alikuwa ni msumbufu, sababu watoto wenye usonji tuseme wana character tofauti na watoto wengine. Kwa ni very hard kwa mtu kumuelewa na kumlea hasa asipokuwa mzazi. Lakini nikapata mtoto wa pili pia ambaye alipata cerebral palsy. Watu kwa lugha nyingi watu wanapenda kusema CPS. Ambapo inakuwaje hiyo cerebral palsy? CP ni kwamba mtoto anapokuwa anazaliwa, kitaaluma wanasema kwamba anakuwa amekosa hewa kwenye ubongo. Kwa hiyo inampelekea ubongo wake kusinya. Hii mara nyingi kwa sababu ya wanasema long labor, labor inakuwa ni ya muda mrefu. Yes, kwa ubongo kisinyaa ina maana the same ya ubongo iliyobakia inakuwa inafanya kazi ya sehemu nyingine. Kwa unakuta yule mtoto anakuwa na slow down kwenye ukuaji wake, kuongea, kutembea. Yes, mwingine anakuwa affected sana, lakini mwingine inakuwa imewaathiri kwa kidogo. Yes, kwa unakuta mwingine baada ya muda ana uwezo wa kutembea, lakini mwingine inakuwa uwezo kabisa unakuwa haupo, na kufanya activities nyingine anakuwa hawezi kabisa. Napongeza sana kwa ushujaa kama hayo ambayo yanatokea. Wewe ndio imekuwa sababu ya kwenda kutoka na kuzungumza na watoto wengine. Tunaona kuna baadhi ya wamama ama tuseme wazazi wakipata changamoto kama hizo, wengine wanapagawa au wengine hata wenzi wao kuwakimbia. Unafikiri ni kitu gani kinatokea mpaka wengine wanaamua kuwakimbia au kuwatelekeza watoto licha ya yote hayo wewe umeamua kukaa nao?
Ya watoto hawa kama nilivyosema, watoto ambao wana changamoto nyingi especially kwenye swala zima la kiafya. Ya kwa sababu ukiangalia kwenye huyo wa kwanza ni mtoto ambaye alikuwa anahitaji, yani unavyosema kwamba ni msumbufu, yani ni yule pengine tuanze na huyu mtoto wa kwanza, kama ndo binti ndo umeingia kwenye ndoa. Unajua sisi vijana tunakuwa tuna mambo yetu na ushi zetu. Pengine ilikuwaje wakati ambapo ndo mtoto wa kwanza, then ilikuwaje pengine hapo awali? Ya kwa mtoto wa kwanza hapo awali naweza kusema kwamba kwanza sikujua tatizo lake, nikuja kulijua baadaye sana. Lakini ni mtoto ambaye alipata changamoto sana kwenye kuzungumza, kuinteract na watu wengine. Akiinteract nao alikuwa ni mtoto ambaye ni mharibifu, anaharibu vitu, ni msumbufu. Yani kiasi kwamba hata unaingia uoga kwamba siwezi nikampa mtoto wangu akakaa naye. Yes, na watu ambao wengine walikuwa wanakaa kimuona, yani wakija wakiona zile vurugu, especially wadada ambao nimekaa nao, wanakuwa disappointed, wengine wanamhit sana, wanampiga, wanamuumiza, lakini kumbe ile hali si ya kwake. Yes. Yako sengine hata yeye kucheza na wengine, watoto wengine hawataki kucheza naye kwa sababu ni ule ukorofi, kuumiza wengine, kuwafanyia vitu ambavyo si sawa. Kwa hiyo ni changamoto sana kubwa kwenye kumraise. Kwa kiasi kwamba mimi niseme kweli kama mzazi, nikisema nenda kwa shangazi kwa nani, naogopa. Nikimpeleka huyu bwana isije katokea kesi fulani. Kwa nikaa naingia uoga, kwa niko naye mimi tu hivyo. Yes. Uliwezaje kukopa na hayo yote dada Ikupa? Ya ilikuwa ni ngumu. Ndio. Ya ilikuwa ni ngumu kwa sababu nilipokuja kujua, hasa ilikuwa ngumu hasa nilipokuja kujua kwamba mtoto tayari ana changamoto fulani. Lakini hapo awali venye sikujua, ndio. Anyway, naweza kusema kwamba nilikuwa ni na ile hali unamhiti mtoto, unampiga, lakini hujui kwamba ana changamoto fulani. Hivyo. Kwa hiyo nilipokuja kujua ndipo hapo ilipoanza sasa kunia nini? Kugumu sasa, yani kwamba inakuaje. Kwa hiyo nikaenda mpaka nikaja kupata mtoto wa pili sasa. Hongera sana. Yes. Na mtoto wa pili pia naye changamoto ikaja kuwa kubwa zaidi, kama ninavyosema ni kwamba ni mtoto ambaye hana uwezo wa kutembea, hana uwezo wa kufanya vitu mbalimbali kama watoto wengine. Hapo ndipo niseme kwamba ni changamoto ndio zilizozidi kufanyaje kuongezeka zaidi. Yes. Na pengine kitabibu walikwambia labda hizi zinasababishwa na nini? Tukianza na mtoto wa kwanza labda na wa pili, kama kuna sababu za kitabibu walisema. Actually nilipokuja kupata mtoto wa pili ambaye ndo ana CP, ana cerebral palsy. Ndio. Nilikuwa kuna daktari ambaye nilikuwa nina attend kwake baada ya kupata tu ile ujauzito, baada ya kuona kwamba kwa mtoto wa kwanza kuna changamoto. Kitu ambacho alikuja kurealize yule daktari ni kwamba realize kwamba nyonga zangu mimi ni ndogo. Akasema nyonga zako ni ndogo, actually hata mtoto wa pili hautakiwi kupush. Utatakiwa undergo operation kutokana na changamoto hiyo kwamba nyonga ni ndogo. Yes, naye nikaenda naye mpaka ilipofika kipindi cha operation sasa. Ni mazingira ambayo nilikuwepo sasa. Operation ikashindwa kufanyika kutokana na mazingira ambayo nilioenda kujifungulia. Kwa hiyo ikanilazimu kumpushi tena mtoto. Sasa kitendo cha kumpushi tena mtoto ndio mtoto sasa kutoka na changamoto ambao ndio hiyo CP. Yes. Hadi sasa mtoto wako wa kwanza na umri gani? Mtoto wangu wa kwanza sasa hivi ana miaka 12. Unawezaje dada Ikupa, kwa sababu haya mambo mengine umesema unajitolea hasa kwa ukubwa, na hiyo ni kwa sababu ya yale aliyokugusa kutokana na watoto wako. Kwa hiyo kwa wengine inawezekana, sijajua kwa tafsiri za kifalsafa, lakini kwangu naweza nikasema ni neema ambayo unatoka kwenda kufundisha wengine na kuelekeza wengine, ili pengine haya ambayo yanatukia yasitupate na vitu kama hivyo, au watoto wasikutwe na ukatili. Lakini kwako wewe dada Ikupa, najua kujitolea ni jambo ambalo linahitaji moyo. Actually yani kwenda kufanya hizo shughuli zangu most of the time inanitegemea na mazingira ya nyumbani nimeachaje. Kama nilivyosema hapo awali, nimekuwa na changamoto ya watu ambao walikuwa wakinisaidia ku-raise watoto wangu, especially wadada wa kazi ambao nimeshawahi kukaa nao. Kikweli wadada wa kazi wamenisumbua na wamefanya vitu vingi vya kikatili. Sometimes unakuta mtoto kaumizwa, amepigwa, ameumizwa. Nishakuta mtoto kipindi fulani amepigwa na mdada wa kazi kwa chana na kitu chenye ncha kali. Umeona? Kwa hiyo inanipa kazi hata mimi kutoka nyumbani kwenda kufanya shughuli nyingine. Lakini baadaye
nilivyoona hali halisi ikabidi kwanza nianze kuelimisha watoto wangu mwenyewe. Kiasi kwamba watoto wangu hapo ukiwauliza uruhusiwi kushika wapi, ni vitu ambavyo wanavifahamu. Kwa sababu niona huyu especially wa pili ambaye ana changamoto ya CP, ni yule ambaye kufanywa ukatili ilikuwa ni very rare na ni mara kwa mara, kwa sababu hawezi kujieleza. Kwa hiyo nikaa nikimsaidia kwanza yeye sasa, kwa mwanangu mtu akikufanyia kitu unakuja unanionyesha, mtu asikushike wapi, asikushike wewe ni mtoto wa kike, mtu asikushike maeneo gani. Kwa nika nafanya hivyo. Lakini kwa mtoto wangu wa kiume, kwa kuwa pia watu wenye cerebral palsy wao unakuwa ni mdogo, na nimekuwa nikimuelimisha mara kwa mara. Hakikisha wewe ni mtoto wa kiume, mtu asikushike maeneo haya, usipokee zawadi, ukitoka shule go straight nyumbani. Jifunike, usivungwe mbele za watu. Yani vitu ambavyo nimekuwa nikimuelimisha mara kwa mara ili vimkinge. Kiasi kwamba tayari akija anambia, "Mama, shuleni mtu alinishika kwenye makalio." Naambia, "Yes." Akikushika tukaripoti. Yes. Kwa sababu nyingine unakuta tu mtu amemgonga bahati mbaya lakini anaripoti, lakini ni kitu ambacho nimeshamwekea awareness ili kwamba asifanywe kitu chochote ambacho si sawa cha ukatili. Kwa hiyo nilivyoona naelimisha watoto wangu wanaelewa. Na nimekuwa nikiishi katika mazingira ya kawaida, hata majirani ninaoishi nao, naona watoto wana behave vitu ambavyo sivyo. Kwa nikaanza kuelimisha na watoto wa majirani zangu, lakini hata kanisani, yani ninapoabudu mimi, nimekuwa nikiomba sections za kuzungumza na watoto, kwamba naomba niwape watoto kujitambua, kujielewa. Kwa hiyo ikifikia wakati kama nikipata nafasi kwa nyumbani, ninaye mtu ambaye naweza nikamwacha na watoto, naenda kwenye mashule, ninaomba, naenda kwa mkuu wa shule kwamba bwana nataka kuzungumza na watoto kuhusiana na masuala lazima watoto kujikinga na ukatili, kuepukana na mambo mbalimbali yasiyofaa ambayo yanaweza karibu afya zao ya akili kama uvutaji wa bangi, kunywa pombe na mambo mengine, ili wao waweze kufikia ndoto zao. Mnayamudu vipi maisha? Kwa sababu tunafahamu siku hizi tupo kwenye kizazi ambacho baba akiwa anagonga huko mawe, basi mama naye anapika chakula, anauzia mafundi na vitu kama hivyo. Pengine kwa tafsiri hiyo au kwa fasili hiyo dada Ikupa, nafasi ya baba lakini pia na wewe kwa upande wako mnaendesha vipi maisha? Actually maisha tunaendesha kigumu kwa kupambana. Ndio. Kwa sababu unaweza kuchukulia kwa mimi tulivyokuwa tunaoana. Yes, tumeoana alafu baada ya kuoana ndo unakutana na vitu kama hivi. Yeye pia amesoma na taaluma yake na mimi nimesoma na taaluma yangu. Lakini kupata ajira ni kwamba ni watu ambao hatujaajiriwa bado. Lakini haikutufanya tukae chini kuisubiri ajira ambayo you don't know when. Kwa sababu walio graduate ni wengi, ambao wanatamani kuingia kwenye ajira ni wengi. Kwa hiyo ni watu ambao tumekuwa tukipambana especially sana kuwawezesha watoto wetu waweze kupata mahitaji yao ya msingi, chakula, dawa na mambo mengine ya mavazi na kila kitu, hata elimu kwa kiasi, japokuwa hatujaweza kuovercome yote. Kuna ambayo yanatupa shida kutokana as I said kwamba we are not employed. Yes. Yuko employed, kwa ni mtu ambaye anatoka anafanya vitu vidogo vidogo analeta. Kwa most of the time tunapata vile vitu ambavyo vinaweza vikarani maisha ya kila siku. Ila issues kubwa ambazo zinakuwa zinahusu watoto, kuna wakati ambao waga tunakwama kwa sababu kwenye matibabu na mambo mengine ya kielimu, nakuta tunakwama, lakini tunamshukuru Mungu kwamba yale mahitaji ya watoto kama vyakula, mavazi we can cover. Yes, we can cover. Naam. Tuzungumze nafasi ya baba katika familia. Mume wangu ni mtu ambaye ana upendo sana. Yani mtu ambaye ana upendo, ni mtu ambaye anawajali watoto wake kupita kile kiasi, nashindwa kuelezea ni kiasi gani. Lakini ni mtu ambaye anawajali, yani pamoja na kwamba tumekutana na hizi changamoto. Actually nimekutana na changamoto hadi kwa mtoto wa 3. Yes, mtoto wa 3 naye nikutana na changamoto. Ila namshukuru Mungu kama ulivyomwona anaendelea vizuri. Lakini nimepatana na changamoto hizo za kiafya, lakini ni mtu ambaye amekuwa akiwa pamoja na mimi hospitali kwa madaktari, mtu ambaye anajua ratiba za udaktari, daktari anataka nini, hiki anafanya follow ups. Hiki kikoje, dawa za watoto zimekaaje, kitu fulani kimekaaje kwa habari ya mtoto. Ni mtu ambaye anafuatilia kwa ukaribu zaidi kuhusiana na watoto. Ukweli dada Angela, ni watu, yani hata nikienda sehemu kama hospitali maybe sometimes I'm gonna physiotherapy na mtoto, watu wanashangaa nimeongozana na baba, kwa sababu kama ulivyosema wanawake wengi ambao nimekutana nao mimi ni wanawake ambao wameachwa na wanaume. Wamekimbia, mtu
anaanza mtoto tena, wengine wamekimbia kwa mtoto mmoja, lakini mimi waga ananishangaa, yani watoto watatu wote wamepata changamoto lakini mwanaume bado yupo. Kwa sababu pia labda ni ana hofu ya Mungu, ana hofu ya Mungu sana, aliyejaa upendo, ni mtu ambaye anaelewa, lakini pia anaweza kusema hata elimu alionao imemsaidia kujua kwamba hii ni changamoto ambayo inaweza kuwa solved. Haya ni matatizo ambayo sometimes yanaweza yakatibika, especially kwa watoto, kwa amekuwa akielewa kitu kama hicho. Kuzingatia maelekezo kutoka kwa wataalamu wa afya imekuwa sababu ya kupata matokeo chanya. Amka asubuhi, kitu cha kwanza tafanya shughuli za nyumbani kama mama, lakini lazima nimfanyishe mazoezi. Tafanya mazoezi ambayo ni mazoezi tiba ambayo nimekuwa nikiyaona huko na kukwenda. Ninafanya naye, then namwacha akiwa vizuri, na mshauri tu kwamba hapa usikae hivi, ukikaa hivi unaharibu miguu, usifanye hivi vitu na hivyo. Kwa nimekuwa nikifanya hivyo kwa sababu sema unamwachia dada wa kazi afanye vitu kama hivyo, no. Na matokeo unayaona. Ya, na matokeo unayaona. Ya mijongeo anaendelea kuimarika. Yes. Ya, kwa mfano mwingine wa pili ambaye ana CP, sasa hivi anaweza akakaa kala, anaweza akachukua nguo akaivaa, anaweza akanywa maji, lakini pia baadhi ya mavitu ambavyo vya muhimu kutamka. Mama anataka kama kujisaidia, nikafundisha kwamba unatakiwa useme hivi, kunywa maji unasema hivi. Nikaona kutamka neno maji linampa shida. Water ni rahisi. Kunaambia water, kwa hata wadada wengi wakiniambia water na kuomba maji. Kwa water vitu ambavyo vyake vya msingi ndio vitu ambavyo pia tunajaribu especially avielewe, avijue na aweze kuvimaster, kuvifanya yeye mwenyewe. Shauku yako dada Ikupa, haya ambayo yote unayafanya tunafahamu unajitolea, lakini pia maisha mengine yanaenda kwenye biashara na vitu kama hiyo. Mimi shauku yangu naweza kusema especially kwenye hizi shughuli ninazozifanya. Ya, shauku yangu ni kwamba kwanza serikali yangu ya Tanzania itambue umuhimu wa maafisa ustawi wa jamii. Najua inatambua na najua kwamba wanajua kazi zao ni zipi, lakini iongeze effort kwenye kuwatumia, kwa sababu tuko kwenye ulimwengu ambao watu wanapitia changamoto nyingi sana za kiafya, za kiakili, unyanyasaji ni mwingi, yani hivyo. Na ukiona mambo mengi yanayotokea ambayo si sawa, mengi yanatokana na kwa sababu watu tayari wanaandago vitu vingi ambavyo ni difficulties, naweza kusema ni vitu vigumu ambavyo vinafanya watu wanafanya vitu ambavyo sio sawa. Kwa shauku yangu mimi ni kwamba serikali itambue na iwatumie effectively maafisa ustawi wa jamii, especially kama hivi ninavyofanya hivi vitu ambavyo nimekuwa nikifanya mashuleni. Unafanya kazi kubwa. Yes. Hongera sana. Asante sana. Mimi binafsi ninatamani kufika mbali, lakini naweza kusema kwamba ni mazingira ambayo naweza nikaa niko nayo ndio yanayonifanya nishindwe kufika mbali. Kiwezeshwa nina uwezo wa kufika mbali, kwa sababu naweza kusema wito wangu mkubwa ni watoto ambao ni taifa la kesho, kwa sababu ninachokiamini ni kwamba kila mtoto ana ndoto. Kila mtoto ana ndoto. Ila ndoto ya yule mtoto kuifikia anahitaji mtu anayeweza kumwezesha kuifikia ndoto yake, ili isizimwe na mambo mbalimbali kama madawa ya kulevya, kama kukatiliwa, kufanywa vitu ambavyo sio vizuri. Kwa mimi nikiwezeshwa natamani kufika mbali. Yes, natamani kufika mbali sana, hasa kulifikia taifa la kesho. Yes, ndio wito wangu mkubwa, ndio mwanga wangu mkubwa, hivyo kufikia taifa la kesho, kuhakikisha naona wale watoto ambao niliwafikia wamefikia kwenye level ambao walitamani kufika. Licha ya kukosa ajira, kwake haijawa sababu ya kubweteka. Haya yote hayakumfanya dada Ikupa kuzimia moyo. Pato tunachokipata mimi na mwenzangu ni vile vipato ambavyo vinatufanya tu kukidhi baadhi tu ya mahitaji. Lakini kuna mahitaji ambayo mengi sana tu ambayo bado yanatuumiza kichwa. Which mimi naamini ni kitu ambacho nakichukia, labda silevi. Kitu ambacho nakichukia mimi dada yangu, lakini sio mimi tu, lakini hata mume wangu ni kuwa tegemezi. Roga anasema kila siku, hata ukiwa unazungumza na mume wangu, sipendi kuwa tegemezi. Which nikiwezeshwa nikapata ajira, which mimi nitahakikisha watoto wangu wanasoma, wanapata tiba, kwa sababu kuna ambaye anaenda mazoezi tiba, anapata mazoezi tiba yake kamili hivyo. Sababu hata pia mume wangu naye ni advocate, ni wakili kabisa. Hongereni sana. Muhuri. Lakini naye bado hajaingia kwenye mfumo wa nini? Wa ajira. Ndio maana nasema naye yuko kubangaiza, anatafuta huku na kule for the family, which anafanya for at best, yani anajitahidi sana. Kwa sababu raising watoto wenye uhitaji ni very expensive.
Ni kweli. It's very expensive life. Yani sababu watu ambao wanaandaa medication every day, anywe dawa kila siku, fanywe matibabu kila siku, amuone daktari mara kwa mara. Sasa kuviafford vitu kama hivyo inapokuja kwa changamoto. Ni maeneo gani ambayo unaweza ukapatikana au kwa wale watakaotamani kupata huduma yako? Obviously mimi nimekuwa nikifanya kazi na watoto kama ninavyosema kwa kujitolea. I go at my own expenses kabisa. Ukiniita ninakuja, ninafanya kazi, lakini sio watoto tu. Mimi nimekuwa nikifanya kazi pia na wanawake. Kwa hivyo nimekuwa nikifanya kazi na wanawake hasa raise awareness kwamba wanawake wajitume, especially kwenye mambo mazima ya kiuchumi. Mimi waga sipendi kumkuta mwanamke ambaye amekaa afa ananiambia sina ajira, sina kipato, sina pesa, naishi maisha magumu. Kwa mara nyingi waga naenda nakutana na wanawake, ninafanya pia na vijana. Kuna kipindi nimekuwa sana nikibezi sana kwa vijana. Nimekuwa nikiandaa hata seminars especially kanisani ninapoabudu, ninaandaa mwenyewe na ninakutana na vijana na ninasema nao kwa habari ya kujiajiri, kwa habari ya kufanya shughuli zao wenyewe, kutengeneza income yao wenyewe. Kwa mimi niko available kwa maeneo hayo anytime ambao unanihitaji, kwa sababu ni kitu ambacho nakipenda. Kama na hapo awali nimesema pia kwa watoto, hata kwa watoto nafanya counseling kwa watoto, na nimekuwa nikiitwa mara kwa mara na wazazi, njoo uzungumze na kijana wangu, njoo uzungumze na binti wangu. Nimekuwa nikienda nikizungumza nao, nikiwasaidia kwenye masuala mazima ya kisaikolojia, lakini pia kufanya shughuli. Nimekuwa nikiaccount cases nyingi especially kwa watoto na vijana wanaokua. Naweza kusema wale teenagers ya kuoga nafika maeneo na ninafanya. Pengine una wito gani kwa jamii katika haya ambayo umeya experience ama ambayo umeweza kuyapitia, na kama mama unajitahidi kuishi nayo na kila kitu, ili pengine wengine wewe shujaa kama wewe, yapi ambayo unayakuiambia jamii? Mimi napenda kuiambia jamii especially wanawake, kwa sababu watu ambao wanaafektika zaidi naweza kusema ni wanawake. Sababu ni mimi ambaye experience kutokana na hali ya watoto wangu, nimeandago mambo mengi magumu, maumivu. Naweza kusema nilikuwa na undergo much depression. Kafikia wakati nikaa nakata tamaa kwamba no, I can't anymore. Yani ni kama mzigo umekuja kwangu, lakini all in all mshukuru Mungu niliweza overcome. Niliweza kuikubali. Ni cha kwanza nachokushauri kwanza kuikubali ile hali. Hii sio tu kwa wanawake, lakini hata kwa wababa ambao wanalea watoto wenye changamoto. Kwamba ni kuikubali ile hali, lakini pia ukishaikubali kuchukua hatua. Kwamba yes, kuna hiki, sasa nifanye nini? Hawa ni watoto wangu, je, niwatupe? No, I have to do this. Niwasaidie, nipambane, nifanye kazi. Kwa sababu nimekuwa nikikutana na mama wengi wanalalamika, mimi sijaajiriwa, maybe sifanye. Yani tusizitegemee zile ajira kubwa. Next time utakuja kujua dada Angela, mimi nimefanya kazi ngumu sana. Mimi sio mimi tu, lakini hata mume wangu amefanya kazi ngumu sana kutafuta kwa ajili ya familia. Which nilikuwa ni mwanamke mwingine bado ningekaa nisubiri misaada ifanyaje inifikie. Lakini misaada itanifikia lini? Nani atanitazama? Kwa wito wangu kwa jamii ambao labda mnaishi na watoto wenye changamoto, kwamba tupambane, tuhakikishe mahitaji yanawafikia. Kwa sababu watoto wenye changamoto ni wengi. Na ukiangalia serikali yetu haiwezi kukava kuwafikia watoto wote kwa wakati mmoja. Sababu watu wengi wana mahitaji. Lakini pia kwa jamii nzima kwamba tuwajue kwamba watoto wote mwenye autism, mtoto mwenye CP ni watoto wa kawaida tu kama watoto wengine. Wanaweza wakafikia ndoto zao, wanaweza wakasoma wakawa madaktari, wanaweza wakasoma na wakaja kuolewa na kuoa. Kwa tusiwakate tamaa kwamba sasa mtoto ana disabilities au ana ulemavu, basi nimfiche, nimweke pembeni, basi nipambane ambaye yuko kawaida, labda huyu ndo anaweza akafikia ndoto zao. No, kila mtoto anayezaliwa ana ndoto ndani yake, ana kitu ndani yake. Kazi ya wazazi ni kukikuza kile kitu alichonacho watoto kuweza kufikia malengo yao. Dada Ikupa, nakushukuru sana. Umekuwa miongoni mwa wanawake ambao ni machampion wa malezi bora kwa watoto na hizo mbio katika kuhakikisha watoto wengine wanakuwa salama. Si jambo ambalo wanawake wengi wanafanya. Kwa hilo nakupongeza sana. Asante sana. Shukrani, karibuni tena. Asante. Mtazamaji wa Hello Weekend, ni Mama Briella au Dada Ikupa ambaye ni afisa ustawi wa jamii. Tumetoka kuzungumza naye mengi. Yapo ambayo unayaona kwa wengine haiwezekani, kwa wengine wamekimbia na kukimbiwa,
lakini yeye na familia yake wameamua kusimama na kwa champion kuhakikisha wanatoa elimu kwa uwezo walionao ili watoto waendelee kuwa katika mazingira salama. Nisiwe mzungumzaji sana. Hii ni Hello Weekend na jina langu ni Angela Mondi. Shukrani sana Angela Mondi kwa kutukutanisha na safari yake Ikupa Mwangombola pamoja na familia yake, na nambari yake kwa wewe ambaye unataka kuwasiliana naye ni 0759 30 38 92, 0759 30 38 92. Kama ulivyosikia hapo, anatoa elimu hii shuleni kama una shule, lakini pia anatembelea nyumba mbalimbali. Unafahamu watoto ambao wapo kwenye ukuaji wanahitaji mafunzo pia. Ukiachana na wewe mzazi wanakuwa wamekuzoea, ili wasiweze kukengeuka, unaweza kumwalika na mtu mwingine. Ikupa pia anafanya kazi hiyo, kwa hiyo unaweza kupata nafasi ya kuwasiliana naye. Kama mna gathering tunasema pale wanawake, mnahitaji mtu wa mafunzo malezi, basi unaweza kumpata Ikupa kwa nambari hiyo. Tutahitaji tena hapo baadaye. Sasa ni muda wa sisi wanajopo kujadili safari hii ya Ikupa kwa kina. Hapa studio tulikutambulisha awali, tunaye Dr. Saldin Kimangale ambaye huyu ni mtaalamu wa saikolojia na mshauri mwelekezi katika eneo zima la maisha. Jamani, yote tisa 10 mume wa Ikupa, mnaonaje apate maua yake mapema kabla tujasahau? Kwa kweli anastahili kupata. Pongezi nyingi sana kwa wakili msomi Baba Briana kwa kuto kumtelekeza Ikupa pamoja na familia yako. Wewe ni nguzo na wewe ni mfano wa kuigwa kwa wanaume wengine, na bila shaka kama tungepata nafasi ya kumsikiliza ungeona kabisa ana furaha, yani kuna namna ana amani kabisa kwa kweli. Akina baba, kwa sababu hadi wakina mama wanamshangaa, sisi mmoja tu kula kona, lakini yeye watatu na bado anasimama na wewe. Kwa kweli amekuwa nguzo, anastahili pongezi. Sawa. Uzuri wa dokta yupo maeneo ya hospitali kule. Dokta, hali ikoje? Tuanzie hapo, hali ikoje? Kwanza nashukuru na nimpongeze sana dada Ikupa pamoja na familia yake. Na kwa kweli yeye anawakilisha wanawake wengi ambao hawawezi kufikika kwa sababu mbalimbali. Na kama utakuwa unatembea humu mjini na pembezoni za mji humo, utakuta akina dada wengi, akina mama wengi ambao wanatembea na hawa watoto mtaani, na wanatembea nao kwa sababu wakina baba wamewakimbia. Na hawa watoto kwa namna walivyo wana mahitaji ambayo mzazi anatakiwa awewe pale masaa 24. Yaani wakati mwingine hata mtoto ukimlaza, yani ukisahau kumgeuza, manake hata ugeuka yeye mwenyewe. Na lazima umfuate umgeuze. Kila ambacho anatakiwa kufanya lazima uwepo. Kwa hiyo huwezi kufanya kitu kingine chochote. Kwa hiyo kwa kweli dada Ikupa na kina mama wengine wote ambao kwa kweli wanatoa namna hiyo wanastahili kupongezi, kwa sababu wanafanya kazi kubwa na ngumu kwa ajili ya watoto wao. Ukija kwa upande wa sehemu za utoaji wa huduma za afya, watoto hawa kwa mfano kwa takwimu ambazo zipo, sio halisi takwimu za Tanzania, lakini zile ambazo zinatolewa na WHO, takriban 15% ya vizazi vyote ambao viko hai wanaonekana kwamba duniani kuna takriban watoto milioni 15 ambao wanaishi na changamoto hii ya tunaita ni mtindio wa ubongo au cerebral palsy. Na kila vizazi hai 1000 basi watoto 2 mpaka 2.5 wanazaliwa wakiwa na hii changamoto. Na miongoni mwa sababu ni kama hii ambazo dada Ikupa ametaja, kwamba mtu anapata jeraha katika ubongo. Sasa kutokea pale, yani changamoto zinaanza mara baada ya kuja kujua kwamba mtoto wangu ana changamoto hii. Na tofauti na changamoto nyinginezo za nani ambazo zinawapata watoto katika ile mchakato wa ukuaji, ambazo hizi ambazo tunaita ni neurodevelopmental disorders, kwa mfano kama autism au ADHD, changamoto hii ya cerebral palsy mara nyingi utakuta kunapatikana udumavu wa namna fulani. Kwa hiyo manake mzazi au mlezi anatakiwa awepo kwa mtoto wake masaa mengi na wakati wote. Hizi nyingine kulingana na muda na namna ambavyo watapata huduma huwa zinakwenda zinapungua kidogo. Zinakuwa mtu anaweza kuzoea kufanya matendo ya namna fulani, au kwa sababu ya kupata akili zaidi anaweza kupungua, lakini kwa hii kwa kweli inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo unaweza kumkuta labda mama mtu mzima yuko barabarani amembeba mtoto wake labda wa miaka 20 mgongoni. Kwa nini? Kwa sababu yule mtoto hawezi kufanya kitu chochote.
Umeona? Kwa hali iko hivyo kwenye bahati nzuri ni kwamba huduma zinapatikana hospitali. Sio huduma ambayo utasema atapona kwa sababu amepata jeraha kwenye ubongo wake. Kwa hiyo huwezi kusema kwamba atapona, lakini kule kumpeleka hospitali, kuattend clinic, kunamletea nafuu yule mtoto kwa sababu atatumia dawa kwa namna nzuri ambayo itamsaidia kwenye mambo mengine, lakini kama tiba kwa njia ya mazoezi atafanya. Wewe kama mama utapata msaada wa kisaikolojia, kwa hiyo utajua namna gani ya kwenda na huyu mtoto, kwa sababu moja ya changamoto kubwa ambazo wazazi wanakutana nazo ni ile kukubali kwamba hivi ndivyo mtoto wangu alivyo. Kabla ya kukubali, mzazi anaweza kwenda kwa waganga kienyeji, anaweza kwenda kwa wachungaji, anaweza kwenda kwa mashehe, anaweza kwenda sijui, atakwenda kila sehemu akijaribu kuona namna gani ambavyo anaweza akamsaidia mtoto wake. Lakini hii ni changamoto ambayo inapatikana kwa kupata jeraha katika ubongo ambao huwezi ukaidhibiti kwa kumpeleka mtoto kwa mganga kienyeji au akaenda kufanya tofauti na vile ambavyo madaktari wakuelekeza. Kwa mfano mzuri ni dada hapa anaweza alishaambiwa kwamba huyu mtoto uliyekuwa naye tumboni, ili awe salama usijifungue katika njia ya kawaida. Umeona? Prolonged labor inaweza kupelekea mtu akapata hiyo, lakini haianzi tu pale. Akiwa tumboni, wakati wa kujifungua na hata baada ya kujifungua, bali hata ile miaka 2 ya mwanzoni bado inaweza kumweka mtoto katika riski ya kupata changamoto kama hizi. Kwa hiyo ni muhimu sana, ndio maana watu wa huduma za afya wanasisitiza akina mama waendelee au kuwepo na zile kliniki ya baba na mtoto, yani baba mama na mtoto, ile miaka 5 ya mwanzo, kwa sababu ndio mabadiliko mengi yanatokea pale na mambo mengi yanaweza kutokea pale ambayo yanaweza kuathiri ukuaji wa mtoto. Umeweka vizuri hapo, kliniki ya baba, mama na mtoto. Yeah. Lakini labda wanaume nataka kusema tusiwakandamize, ila tutawakandamiza tu ikiwezekana. Yaani kwa nini wanaume tunakimbia? Yaani kipi kinatokea? Ni kwamba hatukubali, tuna moyo mwepesi linapokuja swala kama hilo, ama inakuaje? Na kwa nini wanawake wanabaki, yani idadi kubwa wanabaki kupambana na malezi ya watoto wao? Kwa kweli mpaka sasa sije kukutana na tafiti kwamba kwa nini wanaume wanakimbia. Kwa sababu zinaweza kuwa sababu za kimazingira na kiuzoefu. Kwanza sio jambo linalokubalika kiwepesi. Yaani ile kwamba mtoto amezaliwa akiwa na ulemavu wa namna fulani au akiwa na changamoto ya namna fulani, sio rahisi kuikubali. Yule mama haikubali, na kama umefuatilia karibuni kuna dada mmoja ambaye amesitisha uhai wake kwa sababu amezaa mtoto mwenye changamoto, kwa maana ameshindwa kuibeba ile changamoto. Sasa inaweza kutokea hivyo kwa kina baba. Kwa nini kwa kina mama haitokei? Kwa sababu yule mtoto atakaa kwenye mikono ya mama, atanyonyeshwa kwenye ziwa la mama kwa miaka 2. Kwa hiyo kipindi chote kile pale hana namna isipokuwa awe nayo, yani inakuwa ni sehemu katika maisha yake. Lakini kwa kina baba, kila anapofikiria kwamba okay, so maisha yangu yatakuwaje huko mbele, itakuwaje juu ya mtoto huyu, ni rahisi kufanya maamuzi ya kufanya nini, ya kukimbia. Lakini hatusemi kwamba wote waliopata watoto wenye changamoto kwamba wamekimbia. Na pengine hata 10% hawafiki. Wengi bado wanaishi na wenza wao. Lakini kuna changamoto nyingine ambayo watu wamezaa kabla ya ndoa. Unajua kinachowasimamisha watu wakaenda yani wakawa wanapambana pamoja ni kwa sababu kuna mkataba wa ndoa. Lakini wale ambao wamezaa kabla hawajaoana, ni rahisi sana mtu kukimbia kwa sababu habebi responsibility. Na mtu anaweza akajifariji tu kwamba kama wewe umeweza kutembea na mimi nina wakagani kwamba huyu ni wa kwangu, kwa sababu ungeweza pia kutembea na mtu mwingine mwenye hakika sana huyu mtoto kwamba ni wa nani, ni wewe mama, kwa sababu huyu amekaa tumboni kwako. Haya anaweza akatokea kwa namna hiyo. Lakini wanaume wengi pia wanaeleza sababu ya kuondoka, actually mbali kwa watoto ambao wana cerebral palsy. Mtu asema anakwenda kutafuta, na wengi baadaye utakuta ameenda huko amehangaika, baada ya miaka 10-15 anarudi, ndio anakuja kujieleza, bwana unajua niliondoka pale kwa hivi na vile, kwa hiyo bwana naomba nisamehe. Wako ambao wanarudi kwa ajili ya kwenda kuomba radhi na kutaka kuungana tena na familia yao. Lakini tusisitize, hawa watoto ni wa kwetu sote, ni baraka tumepewa na Mwenyezi Mungu. Kuna sababu ambazo hata kama ziko nje ya ufahamu wetu, lakini sababu zipo. Sometimes ni kutu slow to down, tusiende tukafanya mambo ya hovyo hovyo, kwa hiyo tunarudishwa nyuma kidogo ili tuendelee kwa watu bora zaidi. Kwa hiyo tunatakiwa tushirikiane kwa pamoja ili kuweza kuwalea hawa watoto wenye mahitaji maalum. Asante sana. Naomba nisome ujumbe wako uliotutumia kwa wewe mtazamaji kwa siku hii leo juu ya simulizi hii ya
Ikupa. Huyu anasema hello, weekend kukabiliana na changamoto kunahitaji utulivu sana. Kinyume na hapo ni changamoto juu ya changamoto. Naitwa Hamisi, mpiga picha wa Ndanda. Asante Hamisi. Huyu anasema anaitwa Remigius Marco Mwageni wa kijiji cha Utengule mkoa wa Njombe. Binafsi nampongeza huyo mama kwa hatua alizochukua dhidi ya watoto wake, bila kumsahau huyo mume wake ambaye amekuwa mfano bora kwa wanaume wengine wanaowatelekeza wake zao pindi wanapopata watoto wenye changamoto za kiafya. Kikubwa aendelee kuzingatia maelekezo wanayopewa na wataalamu wa afya. Anaitwa Baraka Matches kutoka Masumbwe Geita. Kukabiliana na changamoto hiyo ni mojawapo ya hatua za kimaisha mafanikio ili usonge mbele. Tukumbuke kila binadamu lazima apitie changamoto mbalimbali za kimaisha ili azitatue na kusonga mbele. Na watakia hello weekend njema. Asante. Anasema hello, habari za muda huu. Ushauri wangu ni kwamba upatapo changamoto jua kuna njia ya kutatua changamoto. Usikate tamaa na upambane. Leo marafiki na ndugu wanaweza kutenga. Upatapo changamoto muombe Mungu aweke baraka. Naitwa Honest Mato kutoka Kilimanjaro. Tukiendelea hapa na Dr. David. Ndio, tukiendelea na Dr. hapa, labda kuna namna ya kwa sababu changamoto hizi zinatokea kila uchwao. Pengine hivi tunavyozungumza kuna wengine changamoto hii ndo wanaipokea kwa mara ya kwanza. Kuna haja ya kuwaketisha sasa, kuwaeleza kutakuwa kuna ABCD, tarajieni hili, lakini mtapaswa kufanya hivi, na nyie sio wa kwanza na pengine sio wa mwisho. Hii ni sehemu ya maisha na inatokea. Kwa sababu kama kuna watoto milioni 15, tunamaanisha hizo ni zaidi ya familia milioni 10 sasa. Ya, ni kweli, na hilo ni jambo muhimu sana. Yaani hizi changamoto huwa zinapotokea kwa wazazi, kwa kweli huwa zinatokea kwa ghafla. Yaani hakuna maandalizi kwamba hili jambo linakuja. Na ndio maana mimi binafsi nimekuwa nikizungumza sana swala la hizi za kliniki ya baba mama na mtoto, kwamba kuna vitu vinafanywa ni vya kawaida, routinely. Yaani mama na mtoto akienda hospitali kule watapima uzito, watapima sijui kimo, watapima sijui, yani vile vitu ambavyo ni basic yani. Umeona? Mpaka pale baadaye unasema lakini mbona huyu amechelewa kuongea? Tayari imeshafika miaka 2, imeshafika miaka 3. Lakini mbona huyu hapa na shingo yake mbona haijakaza? Umeona? Lakini baki kwamba ni muhimu kwa wazazi kuwapeleka watoto wao kliniki katika ile miaka 5 ya mwanzo. Na umuhimu zaidi unakuja pale ambapo kama mtoto anakuwa na changamoto ikatambuliwa mapema, kisha akapewa maelekezo sahihi. Moja ya changamoto ambazo zipo kwenye kliniki zetu hizi ni mzazi kutopewa maelekezo sahihi kwa mujibu wa mahitaji ya mtoto. Yaani mtoto ana cerebral palsy, kwa mfano mtoto ana cerebral palsy kama ambavyo pale umeonekana, mzazi atarajie nini? Asije akakutana na hivi vitu kwa ghafla kwamba huyu mtoto wako hatoweza kula kama watoto wengine, kwa hiyo unatakiwa umlishe kwa namna fulani na umzoeshe kwa namna fulani ili baadaye aweze kupona situation. Huyu mtoto wako inabidi unapokuwa unamlaza hakikisha kila baada ya masaa 2 unamgeuza, vinginevyo usipofanya hivyo atapata vidonda, na unapata vidonda sana. Huyu mtoto wako ufahamu kwamba ukuaji wa mifupa yake utakuwa tofauti kwa sababu hana movements zote, kwa mifupa yake haiwezi kuwa inakama vizuri. Kwa hiyo utakuwa unambeba kwa na tahadhari kwa sababu una uwezo wa kumvunja mifupa, na inatokea hivi kwamba watoto wanavunja mifupa. Sometimes hata unapowapeleka kwa watu wa huduma kwa njia ya mazoezi, nani therapist, inatokeza kwamba wakati wa kufanya hayo mazoezi anaweza akavunjika mfupa. Lakini kama ingalikuwa hizi tahadhari na maelekezo yanatolewa mapema, mzazi anajua kwamba okay, kwa ajili ya kuboresha mifupa natakiwa vyakula vya namna gani, kwa ajili ya kuboresha uoni natakiwa vyakula vya namna gani, kwa ajili ya kuboresha labda mijiongeo natakiwa vyakula vya namna gani, au mazoezi mimi mwenyewe nikiwa nyumbani. Kwa sababu kuna changamoto nyingine, mtoto anafanywa mazoezi akiwa physio, akirudi nyumbani hakuna kichocho kinachofanyika, yani hakuna movements zote, hakuna huduma yoyote ambayo zaidi kwamba atakuwa anapewa tu chakula basi. Kwa hiyo ikitokea mzazi akatingwa hapo katikati, na inatokeza hivyo kwamba mzazi akishatingwa basi ndio mtoto inakuwa ni kumlaza, kumwamsha, kumlisha, kumlaza, kumwamsha, kumlisha. Matokeo ni kwamba anakuwa yuko very weak. Kwa hiyo ni jambo ambalo hata wale wazazi wapya, wanandoa wapya, watu wanataka kuoana, wanapokwenda pamoja na kuwafanyia hizo kitchen party na vitu vingine, hivi ni vitu vya kuambia. Imagine kwa mtoto wako wa kwanza anakuja na changamoto hiyo, unafanyaje? Wako baadhi ya wazazi wanasema bwana mimi sizai tena. Kwa nini? Kwa sababu nisije tena nikazaa mtoto wa namna hii.
Umeona? Kumbe kuna vitu ambavyo wakiambiwa wale wazazi wanajua hii imetokea kwa sababu mke wangu nyonga yake ni nyembamba. Kwa next time hataki kujifungua kwa njia hii, anatakiwa ajifungue kwa njia ya operation. Wanakuwa wamejiandaa vizuri. Umeona? Umeambiwa kwamba unatakiwa ujifungue kwa njia ya operation na wewe unakaa labda wapi sijui huko. Unajua sasa hivi mimba ni miezi 9. Kama mimba miezi 9 na kujifungua ni baada ya miezi 9, natakiwa nisogee sehemu ambako naweza kupata huduma mapema kabla pengine mwezi mmoja kabla. Natakiwa niwe nimesogea kwenye kituo cha afya ili niweze kupata matibabu. Kwa sababu vinginevyo unaweza ka develop guilt isiyokuwa na sababu kwamba I wish ingekuwa hivi, I wish ingekuwa vile. Umeona? Kwa hiyo ni vyema wazazi wapya, wanandoa wapya wakawa wanapata hizi taarifa wanapokuwa kwenye mafunzo yale ya awali, lakini hata mama mjamzito kama ndio mimba yake ya kwanza anapokuwa anakwenda clinic, hivi ni vitu ambavyo wanatakiwa waelezwe mapema ili ajiandae bwana, ikitokea hivi basi unatakiwa uende 1 2 3 4 5, kwa sababu watoto throughout maisha yao yote wanaishi kwa dawa. Na kimisi dawa maana yake ni kwamba atapata maumivu wakati wote, kwa sababu kuna zile spasm anapata, mtoto mwili unakuwa umekakamaa sana, anaumia, kwa atalia usiku kucha, kula kwake itakuwa ni kwa shida. Kwa hata akiwa muda wote awe na dawa kwa ajili ya kupunguza maumivu, kwa ajili ya kulainisha misuli, kwa ajili ya kupata usingizi. Umeona? Sometimes ndio wasema anatoka mate mdomoni, kuna dawa ambazo zinatakiwa tunasema kule maeneo mengine pembezoni mwa miji mtoto anawekwa tu hapo, yani hajaliwi. Lakini kwa nini hajaliwi? Sasa hajaliwi, anacheza na kuku, mbwa anamzunguka, anamlambalamba, yani anakuwa kama kaondoka wote nyumba nzima, yeye ndio anakaa pale getini na anakuwa hawamuogeshi. Yani kuna namna tumeshuhudia wakati tunakuwa sisi watoto wanaokuwa na changamoto kama hizi walivyokuwa wametengwa na familia zao. Ni kwa sababu wazazi hawana ufahamu huo. Lakini kama wazazi wangepata ufahamu, I'm telling you, kama wazazi wangepata ufahamu, hawa watoto kama alivyoeleza Daikupa pale, wanakuwa. Kwa sababu kishaelewa kwamba huyu tatizo lake limetokea kwa mfano kichwani, kwenye ubongo. Nini natakiwa nifanyike? Daktari akakupa maelekezo. Bwana, huyu anatakiwa afanye mazoezi na afanye mazoezi kwa namna hii. Unatakiwa namna ya kumsimamisha, unatakiwa msimamishe kwa namna hii. Miguu yake itapinda au itakuwa hivi, unatakiwa mfanyie hivi. Mikono yake labda itakuwa imekaa kwa namna fulani, unatakiwa ufanye kitu namna fulani. Yaani anakwenda, utakuta anakuwa pamoja na kwamba yes, akili yake itakuwa haiwezi kufanya kazi sawa sawa kama ndani za watoto wengine, lakini kiwiliwili yake kinakuwa. Akikaa atakuwa anaweza kukaa kama watoto wengine, kama mijiongeo yake hata kama itakuwa na shida, lakini sio shida kubwa sana, tofauti na ile kwamba sasa sijui nifanye kitu gani. Matokeo yake kwa kuwa huendelee kumpatia huduma inazostahiki, anazidi kurudi nyuma. Kwa matokeo yake ni kwamba hata uangalizi wake unakuwa mkubwa sana. Na kwa kweli kuna pressure kubwa sana kwa wazazi. Yani the trauma is real. Unapokuwa na mtu ambaye unategemea kwamba kwa sasa hivi angekuwa ni 1 2 3, alafu unamuona namna ambavyo anazidi kurudi nyuma, inaumiza sana kwa mzazi. Kwa hiyo wazazi wanatakiwa mapema wafahamishwe kwamba haya ni mambo ambayo wanatakiwa wayafanye kwa watoto wao. Wale wazazi wapi wanatakiwa wafahamishwe kwamba haya yanaweza katokea, ili aweza kumhudumia mtoto wake kwa namna ambavyo inastahili. Asante sana. Haya, naomba nisome ujumbe wako hapa ambao umetutumia. Tunapokea ujumbe wako kwa 0763809770 au unaweza ukapiga simu, WhatsApp, video call. Na kama una swali, huenda una mtoto kama huyu au jirani yako, kuna namna mnahangaika, tunaye daktari hapa, unaweza kumuuliza swali na akakupatia ushauri hapa bure kabisa. 0763809770. Bwana saikolojia na ambaye pia anafanya kazi kwa karibu pia na watoto, mwana saikolojia Dr. Sardin. Sasa haya, anaitwa Dox Marino wa Kilimahewa Big Bite. Changamoto katika maisha ni funzo, hivyo inabidi uendelee kupambana kila siku. Anawatakia asubuhi njema. Asante. Huyu anasema anaitwa Tumaini Gabriel Muhozi kutoka Singida. Kwangu mimi binafsi changamoto naichukulia kama kipimo cha imani kufikia malengo yangu. Asante. Anaitwa Mwalimu Wilbard Mchele kutoka Mwanza. Changamoto za mtoto mwenye autism ni kubwa kwenye jamii. Binafsi ninaye, mwanzoni ilikuwa ni ngumu kupokea. Sasa ana miaka 12 na niligundua tatizo akiwa na miezi 7 baada ya kuonekana mabadiliko ya ukuaji. Ushauri kitokea hivi kwa wanandoa, uvumilivu mkubwa unahitajika, zaidi upendo. Asanteni kwa kipindi kizuri, nimeongeza kitu katika kumlea huyu mwanangu. Asante sana kwa ujumbe wako. Anaitwa Hasani Abdalla Mlacha, Kaloleni, Moshi, Tanzania. Sasa changamoto kwenye maisha ni sehemu ya maisha, japo zinatokea bila kujua kwamba ufanye nini. Haya, anasema habari za muda huu, changamoto ndio maisha na ukiweza kukabiliana nazo. Haya, naona zimenipotea hapo.
Haya, tutasoma ujumbe wako japokuwa muda wetu nao unakimbia. Tumezungumzia swala zima la mtoto. Tuje tuzungumzie swala zima la mzazi. Tunawezaje tukamjenga hadi akaweza kusimama kama Ikupa? Tunawezaje tukatengeneza wakina Ikupa wengi zaidi hapa nchini kwetu? Kama tulivyomwona na matumaini, lakini anaendelea kutoa mafunzo. Hapo kisaikolojia, mzazi kama huyu anawezaje kusimama na akawa zaidi ya uimara? Kubwa kuliko yote pengine naweza kusema ni acceptance. Kukubali. Maana kukubali kwamba mtoto wangu ana changamoto hii. Mwanzoni ni jambo gumu sana. Na ndio maana mzazi anataabika kwa sababu bado anakuwa hajakubali. Na kama hujakubali utafanya makosa mengi sana. Utamlisha mtoto wako madawa mengi sana ya kienyeji, kwa unamuongezea sumu katika mwili wake, utampeleka huku, yani vitu vingi utakosea. Lakini muda utakofika mahali kwamba sasa umekubali, maana yake akili yako itapata utulivu. Kwa jambo la mwanzo kubwa kabisa ni kukubali kwamba yes, mtoto wangu ana changamoto hii na nimepewa uthibitisho na madaktari na watu wa huduma kwamba huyu mtoto ukuaji wake utakuwa 1, 2, 3, 4, 5. Kwa hiyo mimi natakiwa nifanye nini? Ukikubali ni rahisi kuchukua zile hatua. Nitatolea mfano namna nguvu ya kukubali inavyoweza kubadilisha mambo. Let's say upo kwenye usafiri wetu wa Dar es Salaam. Una drive si unakwenda wapi huko, alafu unakuta njia imekuwa blocked. Angalia ile joto unalokuwa nalo, yani manake foleni haisogei. Kila mtu anapiga mahoni. Kwa nini? Hamjakubali kwamba bwana hii hapa tulipo hapa haiendi hapa. Umeona? Lakini ifika mahali ukasema okay, hivi kwani nikipiga honi nini kitatokea? Naweza nikasukuma haya magari yaende? Haiwezekani. Lakini utakapasema okay, tumekubali kwamba okay, sasa tuko kwenye foleni, hamna kitakachofanyika. Akili yako inakuwa imepata utulivu. Now you know what to do. Kama utaamua kwamba okay, kwa muda huu hebu ngoja labda nimpigie simu mtu fulani, au kwa muda huu hebu ngoja nisikilize kitu fulani. Kuna kitu utakachokifanya cha maana badala kila mara wewe mwenyewe unajisumbua, unajitia hasira na vitu vya namna hiyo. Kwa the same inapokuja kwenye unapokuwa na watoto wa namna hii, unapokubali, ndio maana unamuona ile Ikupa sasa anafanya vitu vingine. Kwa nini? Amekubali kwamba hapa sasa naweza nikafanya, naweza nikatoa ushauri kwa watu, naweza nikawaelekeza wazazi kwa sababu mimi mwenyewe nimekubali. Lakini pia hata yale maelekezo ambayo unayatoa nyumbani kwako, kwamba mtoto ifanyike hivi, ifanyike kwa sababu umekubali. Kwa hiyo kufundisha, kuelekeza, yani kwa nguvu kubwa kwanza ni kwenye kukubali. Lakini eneo la pili, unajua hii kitu inakuja na emotions nyingi sana kwa kweli. Emotions nyingi sana kwa sababu kila unapokuwa unamuona mwanao ana hali hii, wewe kuna yale maumivu ambayo unayapata. Sasa lazima uwe na mahali unaposimamia. Yani lazima uwe na nguvu ya ziada ambayo itakuwa inakupa matumaini ya kuendelea kupambana. Sawa? Pale kama utamsikiliza dada kila mara amesema mahali pangu pa kuabudu, mahali pangu pa kuabudu. Na mimi naweza kusema kwenye jambo hili kwamba watu ambao wameegemeza, hizi tunaweza ni protective factors. Watu ambao wameegemeza matumaini yao kwenye higher power. Mtu anamwamini Mwenyezi Mungu. Kwa mfano, naweza kunukuu kwa upande wa Waislamu kwamba of course na watu wengine kwamba una watoto wawili, mfano wa dada Ikupa, ambao wote ni tegemezi kwa asilimia labda 100. Mtu ambaye anaamini katika Mungu anasema watoto wangu wote hawa hawana dhambi. Sawa. Tafsiri yake ni nini? Kwamba ni hawa na guarantee. Sisi wengine tunapambana na hali zetu, tutende matendo mazuri na nini mpaka ufike huko peponi. Lakini hawa wana guarantee. Kwa ile pale inakupa matumaini kwamba okay, sitaki kupoteza matumaini. Natakiwa niendelee kumwamini Mungu, lakini na mimi nipambane kwa upande wangu. Inawezekana hawa watoto wakaja kuniombea na mimi hiyo siku nipate hiyo nafasi. Kwa hiyo ile inamjenga mzazi kuwa namna hiyo. Of course sometimes hata kabla hawajafika wengi mpaka miaka 5, yani kuna asilimia fulani sikumbuki vizuri prevalence yao, kwamba hasa watoto wenye cerebral palsy ambao ni kali, mara nyingi miaka 5, miaka 10 hardly wanakuwa wamefariki. Lakini pia hiyo tunawapa matumaini kwamba hawa ambao wanakwenda hiyo, yani njia yao ni rahisi zaidi kuliko sisi wengine ambao tunapambana na hali zetu. Kwa hiyo higher power, kuna namna kumbe una malaika mle nyumbani kwako. Kumbe kuna ndio maana kama wengine wanaona sasa hii ni baraka kabisa. Kwa anaitazama kama baraka kwake. Waone mkosi au baraka. Yes. Kabisa. Umeona? Kwa hiyo unavyowatazama kwamba hawa ni baraka, maana yake hata namna unavyowahudumia, unahudumia kwa upendo sana. Lakini unaweza kuiona ile familia namna ilivyoshikana.
yani matokeo ya kulea mtoto mwenye mahitaji maalum, moja ya faida zake ni kule kushikana. Wao kama wazazi wanapendana zaidi, umeona, kwa sababu wanashirikiana kwenye kila ambacho wanakifanya. Lakini hata ile kupata ujasiri kwamba nahitaji kwenda kuelimisha watu wengine zaidi, ni kwa sababu una vitu vya mfano ambao viko ndani ya nyumba yako. Kwa hiyo si tu kwamba utapata maumivu wakati wote, lakini kuna baraka nyingi zinazokuja na hali hizo. Kwa hiyo ndio maana wengine wanakuambia Mungu akija kuishi ndani kwako ama kukutembelea hawezi kuja yeye. Atakuja kwa namna nyingine. Kabisa yani. Kabisa. Asante sana. Muda wetu tupa mkono, tukukumbushe sio rafiki. Tukumbushe namba ya Ikupa ni 0759 30 3892. Tusaidie kuipitisha kidogo. 0759 30 3892. Leo tuko tunaangalia simulizi yake Ikupa Mwangombola ambaye ni afisa ustawi, mfanyabiashara na mama mwenye watoto wenye changamoto mbalimbali, na anafanya elimu ya watoto walio katika lika ya ukuaji, na anafanya pia elimu kwa wazazi, elimu ya malezi. Unaweza kuwasiliana naye na akaweza kusaidia, kwa ambaye pia unaweza ukamshika mkono kwa chochote kile. Unaweza taasisi kama shule, kama kuna shule inaweza ikapatia elimu hawa watoto, unaweza mkawasiliana naye hapo na kuweza kuungana naye. Tunahitimisha hivyo Hello Weekend kwa siku ya leo. Tunashukuru sana Dr. Saladin. Wewe wanakupataje ambao wanahitaji msaada kutoka kwako? Kwa mitandao ya kijamii au namba yako? Namba ya simu ni 0683 155 902. Tuitaje mara ya mwisho haraka? 0683 155 902. Asante sana Dr. Saladin, karibu tena. Asante sana. Langu jina ni Mercy Mbatu, tulikuwa na Angela Monde ambaye tupitisha katika simulizi hiyo, na mwenzangu ni nami ni David Wakaru.